السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aziz anasema ya kwamba leo nitawataja maswahaba radhiyallahu anhum, maswahaba walioshiriki katika vita vya Badri. Na swahaba wa kwanza ni Qatada bin Numan Ansari, ambaye alikuwa anatokana na tawi la Banu Zafar ambalo lilikuwa tawi la kabila moja la Khazraj. Baba yake alikuwa anaitwa Numan bin Zaid na mamake alikuwa anaitwa Unasa binti Qais. Kunia ya Qatada ilikuwa inajulikana kwa majina ya Abu Umar, Abu Amr na Abu Abdullah. Qatada bin Numan alikuwa ndugu yake Abu Said Khudri, yani upande wa mama yake. Qatada radhiyallahu anhu alibahatika kushiriki katika bayate Uqba pamoja na maswahaba 70, na sawa na riwaya nyingine iliyosimuliwa na Alama Ibn Ishaq ya kwamba yeye alikuwa hayupo kwenye maswahaba wale walioshiriki katika bayate Uqba. Qatada radhiyallahu anhu alikuwa mmoja wao walioteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kuwarushia mishale maadui, naye alibahatika kushiriki katika vita vyote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika siku ya vita vya Uhud, jicho la Qatada likagongwa na mshale, na kutokana na kupata mshale huo jicho lake likatoka nje, naye akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwomba au kumweleza kwamba ewe Mtume wa Mungu, jicho langu limejeruhiwa vibaya na mshale huo, na jambo ni hili kwamba mimi nampenda mke wangu sana, naye akiona katika hali hii asije akaanza kunichukia. Naye anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akalichukua jicho lile na akaliweka pale lilipo na likapona, na yeye akaanza kuona, na hata katika uzee jicho lile lilikuwa linaona vizuri. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka mate yake kwenye jicho lile na jicho lile likawa zuri zaidi. Radhiyallahu anhu anaeleza ya kwamba mwenyewe ameeleza maelezo ya tukio hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepatiwa upinde mmoja kama zawadi. Siku ya vita vya Uhud yeye akanipatia upinde ule. Mimi kwa kutumia upinde huo nilikuwa nawarushia maadui mishale, hata upinde ule yani kamba yake ikavunjika. Hata hivyo nikaendelea
kusimama mbele ya uso mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mara nyingi tunaeleza kumbukumbu za Talha, lakini habari hii pia ipo kuhusu ye. Anasema kwamba mimi nikasimama mbele ya uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati wote mshale ulikuwa unarushwa mbele upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nasimama ili niweze kuwa ngao ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule nilikuwa sina mshale wote ambao ningeweza kuurushia. Ghafla nikapata mshale moja kwenye jicho langu, na kutokana na shambulio hilo jicho langu likatoka nje, nami nikalishika jicho hilo kwa mkono wangu na kumwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika muda huo, ingawaje maadui pia walikuwa wametawanika, naye anasema kwamba nikalishika jicho hilo pamoja na mkono wangu na nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoliona jicho lile kwenye mkono wangu, naye akalia na machozi yakaanza kutiririka, naye akasema kwamba ewe Mungu, Katada kwa kupitia uso wake ameuokoa uso wa mtume wako, basi wewe ulifanye jicho lake liwe zuri zaidi kuliko jicho lingine. Hivyo jicho lile likawa zuri zaidi, likapata mwanga mkubwa zaidi kuliko jicho lingine. Naye mwenyewe ameeleza habari hii. Hakusema kwamba mimi nampenda mke wangu hivyo na hofia, lakini wanahistoria wameeleza habari hii ili waweze kuleta mvuto fulani tukio hilo. Lakini katika simulizi alilolieleza mwenyewe, habari hii haikuelezwa naye, lakini huu ni ukweli na ni uhakika kwamba wakati wa vita ile mtume sallallahu alaihi wasallam akalirudisha jicho lile kwa mkono wake, na mwanga wa jicho lile ukarudia. Na ndiyo maana Qatada radhiyallahu anhu alikuwa anajulikana kwa jina la Zulain, yani mwenye jicho. Qatada radhiyallahu anhu alishiriki katika vita vya Khandak pamoja na vita vingine. Wakati wa ushindi wa Makka, bendera ya kabila la Banu Zafar lilikuwa mkononi mwake. Qatada radhiyallahu anhu alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 65 katika mwaka wa 30 Hijria. Hazrat Umar radhiyallahu anhu akasalisha sala yake ya jeneza katika mji wa Madina, na ndugu zake kadhaa waliingia katika kaburi lake, na katika riwaya moja Hazrat Umar pia alikuwa mmoja wao. Qatada alikuwa na mjukuu ambaye jina lake lilikuwa Asim, naye alikuwa mjuzi mkubwa sana wa mambo ya vizazi, na Alama Ibn Ishaq ameeleza masimulizi mengi kwa kupitia yeye. Riwaya moja imeelezwa hivi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na upinde mmoja ambao ulikuwa umetengenezwa na mti fulani wa naba ambao pia unatengeneza mishale. Upinde ule ulikuwa umevunjwa kwa kupitia matumizi makubwa yaliyofanywa na Qatada radhiyallahu anhu. Naye anayesema ya kwamba lilikuwepo familia moja ya Maanswar ambao walikuwa wanaitwa Banu Ubarak. Wao walikuwa na ndugu watatu, Bishr, Bushair na Bashir. Bushair alikuwa mnafiki, alikuwa anatengeneza shairi na alikuwa anafanya istihza wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizwahiri alikuwa Muislamu, lakini matendo yake yalikuwa hayalingani na Uislamu wake, na pia alikuwa ananasibisha kauli zake kwa watu wengine kwamba fulani amesema hivi. Maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliposikia shairi lake, nao wakasema kwamba tunaapa kwa Mungu
kwamba shairi hii itakuwa imetengenezwa na bwana huyo mwenye uchafu, na masahaba wakasema kwamba shairi hizi zimetengenezwa na bwana huyo. Wao walikuwa wenye njaa katika Islam, na hata kabla ya Islam walikuwa hawafanyi kazi yote, walikuwa hawafanyi kazi na shughuli, na ndio maana walikuwa maskini. Kisha anasema kwamba katika mji wa Madina chakula cha watu kilikuwa ngano na vitu vingine, na mtu akipata tari basi alikuwa analeta unga kutoka nchi ya Syria. Basi tajiri huyo alikuwa ananunua vitu vyote kutoka kwake na alikuwa anaviveka kwa ajili ya chakula chake, lakini watoto wake walikuwa wanakula tende na ngano tu. Kilichotokea ni hivi kwamba safari moja tajiri moja alitoka nchini Syria, na baba yangu mdogo alinunua unga kutoka kwake na akaweka kwenye chumba fulani. Katika chumba kile pia alikuwa ameweka silaha zake, naye anasema kwamba kilichotokea ni hivi kwamba chumba kile kikaibwa, yani watu wakakiiba chumba kile, wakiuvunja ukuta wake, wakaiba vitu vyote, chakula na silaha zingine. Asubuhi baba yangu mdogo akaja kwangu na kusema kwamba usiku wa kuamkia leo chumba chetu ghala yetu imepata kuibiwa na wamenyang'anya na wameiba silaha zetu na chakula chetu. Sisi tumeangalia na tumewauliza watu na tumeambiwa kwamba wamemwona Banu Ubarak naye alikuwa amewasha moto, na sisi tunafikiri kwamba huyu wao watakuwa wanasherehekea juu ya chakula chenu, yani watakuwa wamekula chakula chenu. Tulipokuwa tunafanya upelelezi na kufanya uchunguzi katika mitaa, Banu Ubarak akasema kwamba tunaapa kwa Mungu kwamba mwizi wenu anaonekana ni Labid Sarik. Labid alikuwa mtu mwema miongoni mwetu. Wakati ambapo Labid aliposikia habari hii kwamba yeye ameshutumiwa, naye akatoa upanga wake na akasema kwamba je, mimi ni mwizi? Mimi hapa kwa Mungu kwamba upanga wangu huu utabaki kati yenu, waila mtaniambia kwamba ni nani aliyefanya kazi hii ya kuiba. Watu wakamwambia kwamba wewe uweke upanga wako pembeni, wewe si mwizi. Sisi tumefanya upelelezi katika mitaa na hatuna shaka ndani yake kwamba huyu ndiye Banu Ubarak, ndiye mwizi. Baba yangu mdogo akasema kwamba ewe mpua wangu, ikiwa wewe ungemwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na ungemuuliza, ungemwomba, huenda ningepata mali yangu. Qatada radhiyallahu anhu anasema kwamba baada ya kusikia habari hii nikamwendea Mtume sallallahu na kumwambia kwamba miongoni mwetu mmoja wetu amefanya zulma na ameiba nyumbani kwa baba yangu mdogo, na ameiba kutoka ghala yake vitu mbalimbali, chakula na silaha. Sisi tunastaka kwamba silaha zetu ziturudishwe, na ama chakula na vitu vingine sisi hatuna haja navyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi nitafanya mashauriano na maswahaba, ndipo nitatoa uamuzi. Habari hii ilipomfikia Banu Ubarak, wao wakamjia kwa bwana moja, naye alikuwa anajulikana kwa jina la Husair bin Urwa, na akaongea naye, na watu wengine wa mtaa pia wakawa pamoja, na wote wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema kwamba ewe Mtume wa Mungu, Qatada bin Numan na baba yake mdogo ni miongoni mwetu na wametutuhumu sisi bila kuwa na mashahidi na wametuletea shutuma hii. Qatada anasema ya kwamba mimi nikamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na nikaongea naye, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe umemtuhumu mtu fulani wa nyumba ambaye imetajwa kwamba huyu ni Muislamu na ni mtu mwema, na wewe huna mashahidi juu yake. Qatada anasema ya kwamba mimi nikarudi kutoka kwake,
alikuwa na tabia njema, ndio maana aliposikia habari hii akarudi. Anasema kwamba mimi nikarudi nyuma na nikatamani kwamba ningekosa mali ningelia, lakini katika mada hiyo nisingeongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani baada ya kusikia jambo hili kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikawaza kwamba mimi nimemuuzi Mtume sallallahu alaihi wasallam bure. Hata kama mali yangu ingetoka, lakini mimi nisinge enda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam asingeniambia habari hiyo. Baba yangu mdogo akaniuliza kwamba umefanya nini kuhusu swala hilo. Mimi nikamweleza baba yangu mdogo kile ambacho Mtume sasa alikuwa ameniambia. Hapo yeye akasema kwamba Mungu ndiye msaidizi wetu, na tulikuwa tumeongea habari hii na muda mfupi ulikuwa umepita, ila hali hapo aya za Qur'ani tukufu zikatimka. Yani kwa yakini tumeteremsha kitabu hiki kwako ili uweze kuhukumu sawa na sheria hii na kwa kile ambacho Mungu amekufahamisha, na usiwe miongoni mwa wale wanaojadiliana. Muradi kutoka Khainin ni wale Banu Ubarak, na pia imeelezwa kwamba wastaghfirillah, yani uombe ghufira kutoka Mungu. Inna Allaha kana ghafurur rahim, inna Allaha kana ghafurur rahima. Yani kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mwenye kughufiri na mwenye kufanya rehema. Kisha Mwenyezi Mungu akaendeleza kusema kwamba wala tujadil anil lazina yakhtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan asima yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarzu min alqawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allaha anhum yawm alqiyamati amman yakuna alayhi wakila. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Na usijadiliane kutoka kwa watu hao ambao wanafanya hiana katika nafsi zao. Kwa yakini Mwenyezi Mungu hapendi wale wanaofanya hiana na wenye madhambi. Wao wanajificha mbele ya watu, lakini hawawezi kujificha mbele ya Mungu, naye anakuwa pamoja nao pale ambapo wanazungumzia mambo hayo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amewazunguka yale ambayo wanayafanya. Angalieni nini ni watu wale ambao mnajadiliana katika haki yao. Basi ni nani atakayejadiliana katika haki yao siku ya kiyama? Ni nani atakayekuwa msaidizi wao? Na yote ambaye akitenda matendo mabaya au akifanya dhulma juu ya nafsi yake kisha anaghofira kutoka Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anaghofiri na atamkuta Mwenyezi Mungu mwenye kughofiri na mwenye kufanya rehema. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba na yule waman yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Yani yule ambaye anachuma zambi ile kwa zidi yake, na Mwenyezi Mungu ana ujuzi na mwenye hekima, na mtu akosea au akifanya mazambi kisha akimtuhumu mtu mwingine, basi yeye amebeba mzigo wa mazambi makubwa. Ishara kwenye aya hii ni wale ambao waliosema kwamba sisi tunaona kwamba labda uwizi huu umefanywa na Labid. Kisha Mungu anasema kwamba falau la fadlullahi alaika wa rahmatuhu
wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun min an yazilluk wa ma yazilluna illa anfusahum wa ma yuzilluna illa anfusahum wa ma yazurrunaka min shay'in wa anzala Allahu alayka alkitaba bilhikmat wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara min sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha marzatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Na ikiwa fadhila ya Mwenyezi Mungu isingekuwa juu yako, basi kundi moja kati yao lingekuwa limeamua kwamba watakupotosha, lakini wao hawawezi kuwapotosha wengine isipokuwa wenyewe, na wao hawawezi kukuru. Na Mwenyezi Mungu amekutrimsha kitabu na hikma, na amekufundisha kile ambacho ulikuwa hukijui, na Mungu amekutrimshia fadhila zake, na katika mambo yao ya siri hakuna wema wowote isipokuwa wafanye juhudi ya kuwanasihi wengine, na yote ambaye anafanya hivyo basi tunampatia malipo mema. Kwa vyovyote aya hizi zina maana nyingi, lakini kama tuweze kuichukulia maana yake, basi yeye akapata kuelewa kwamba labda aya hizi zimeteremka juu ya mambo yao, basi Mwenyezi Mungu akamfungulia Mtume sallallahu alaihi wasallam hikma na siri zote. Na kisha aya hizi zilipoteremka, basi yule Banu Ubayrek ambaye alikuwa ameshutumiwa kwamba yeye ameiba, naye akaelewa kwamba labda aya hizi kuhusu yeye, na naye akakubali na akamletea silaha zile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudisha zile silaha. Hata Katada anasema kwamba baba yangu mdogo alikuwa mzee na macho yake yalikuwa yamepungua kabla hajasilimu, na nilikuwa naelewa kwamba labda ana kasoro kwenye imani yake, lakini nilipomwendea baba mdogo pamoja na silaha nilikuwa naelewa kwamba amesilimu, lakini bado imani yake haijaimarika. Lakini nilipomwendea baba yangu mdogo pamoja na silaha zile, naye akasema kwamba ewe mpwa wangu, mimi natoa silaha hizi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hapo nikapata kuelewa kwamba baba yangu mdogo ni madhubuti katika imani yake, na nilikuwa na mshuku bure tu. Wakati ambapo aya hizi za Qur'an tukufu zilipotoka, basi ndugu mmoja wao ambaye alikuwa miongoni mwa wanafiki, yeye akaenda kushiriki pamoja na washirikina. Na hapo Mwenyezi Mungu akateremsha aya isayo wa mayushakir rasula min ba'de ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira inna allaha la yaghfiru an yushhada bihi wa yaghfiru ma duna zalik an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan bayin. Yani yule ambaye anampinga mtume baada ya kujua kwamba ukweli umebainika kwake na atumie njia nyingine, basi sisi tutamuelekeza kwa upande ule, nasi tutamuingiza kwenye jahannam, na jahannam ni makao mabaya kwa ajili yake. Lakini Mwenyezi Mungu hawasamehe wale wanaofanya shirk pamoja naye, na min ghairi yake anawasamehe. Na yote ambaye akimshirikisha Mwenyezi Mungu basi amepotea upotevu wa mbali. Bwana huyo alipoenda kukaa pamoja na yule mshirikina na akawa mbali na Uislamu, basi Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu akasoma baadhi ya mashairi zidi yake. Naye kwa kusikia shairi hizi
akatoka nje pamoja na mzigo wake na akaenda kutupa kwenye uwanja wa vita. naye akasema kwamba je, umetupatia zawadi hii ya shairi ya Hasan, wewe huwezi kujinufaisha chochote, hivyo mimi sitakubali kuweka hapa mzigo wako. Basi huu ndio mwisho uliokuwa wa yule mnafiki. Kisha Abu Said Khudri radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba Qatada bin Numan radhiyallahu anhu aliendelea kusoma sura Ikhlas katika usiku kucha, akaendelea kusoma sura Ikhlas katika usiku kucha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa hiyo akasema kwamba mimi naapa kwa yule Mungu ambaye uhai wangu umo mkononi mwake kwamba sura Ikhlas ni sawa na robo tatu ya Qur'ani tukufu, yani kueleza umoja wa Mwenyezi Mungu ndio Qur'ani yenyewe, na Qur'ani tukufu inatoa mafundisho yake. Salama anasimulia ya kwamba hasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu alikuwa anatueleza habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba yeye alisema kwamba siku ya Ijumaa muda unawadia ambapo Muislamu akiupa katika hali hii kwamba anaswali na anamomba kheri kutoka Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu lazima anampatia kile kitu ambacho anakiomba. Na hata Abu Hurairah aliashiria kwa mkono wake kwamba muda ule ni mfupi mno. Hata Abu Hurairah radhiyallahu anhu alipofariki dunia, naye anasema kwamba mimi niliwaza moyoni mwangu kwamba ewe Mungu, ikiwa nikapata bahati ya kumwendea Abu Said Khudri, basi nitamuuliza kuhusu muda ule. Basi safari moja nilipomwendea nikamuuliza kwamba ewe Abu Said, matawi haya ni matawi gani ambayo unaendelea kuyatengeneza na mimi nakuona? Naye akasema kwamba haya ni matawi ambayo Mwenyezi Mungu ametia baraka kwa ajili yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anayapenda matawi haya na alikuwa anayashika mkononi mwake na alikuwa anatembea. Sisi tulikuwa tukiyarekebisha na tulikuwa tunamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mate ilikuwa imewekwa juu ya ukuta wa msikiti wa unabii. Wakati ule alikuwa amebeba tawi moja kati ya matawi haya, naye akasafisha mate ile na akasema kwamba mtu mmoja wenu akiswali basi mwingine asiteme mate mbele yake, kwa sababu mbele yake anakuwa Mungu wake. Na wakati ule amri zilikuwa hazikutimka kwa 100%, na imeelezwa kwenye riwaya hii kwamba muwe mnatema mate upande wa kushoto kwenu. Na riwaya hii imeelezwa kwenye Bukhari vile vile, kwa sababu wakati ule kulikuwa na sakafu ya udongo, ndio maana akasema kwamba muteme mate upande wa kushoto chini. Lakini riwaya inayoeleza baadaye inasema kwamba muwe mnasafisha pua yenu au mate yenu kwenye kitambaa fulani. Na siku hizi kuna vitambua au kuna vitu vingine, na pia kwenye misi kuna kuwa na kapeti. Sasa sio muradi kwamba mtu anaruhusiwa kutema mate chini wakati anaswali, lakini wakati ule sawa na muda na sawa na zama zile walikuwa wameruhusiwa. Lakini baadaye akaeleza Mtume, ikiwa mkipata haja ya kusafisha pua au kutema mate, basi muwe mnatumia kitambaa chenu kwa ajili yake. Msimuliaji anaeleza kwamba usiku ule mvua ilinyesha kwa kasi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje kwa ajili ya kuswali swala ya Isha, radi ikateremka, radi ikaonekana, naye akamwona Abu Qatada. Akasema kwamba ewe Qatada, ulikuwa na nini wakati huu? Akasema kwamba ewe Mtume wa Mungu, nilijua kwamba leo kwa ajili ya swala watu wachache watakuja kwa sababu ya mvua, na nikafikiri kwamba mimi ni shiriki kwenye sala, ndio maana nimekuja. Mtume sasa akasema kwamba
utakapomaliza kuswali basi usimame hadi nipite karibu nawe. Basi yeye aliposwali mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia fimbo moja na akasema kwamba chukua fimbo hiyo itakuonesha miguu 10 mbele na miguu 10 nyuma pamoja na mwanga wake, na ukiingia nyumbani kwako basi ukimwona mtu au ukiona kivuli cha mtu basi kabla hajaongea umue na fimbo hiyo, kwa sababu yeye atakuwa shetani. Abu Qatada akafanya hivyo na akasema kwamba ndio maana sisi tunapenda fimbo hizi, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametupatia na tunazitumia kwa ajili ya mahitaji yetu mbalimbali, na fimbo hizi zina baraka nyingi ndani yake, ndio maana mimi naendelea kuzitengeneza. Kisha yeye akasema kwamba Abu Salma anasema kwamba ewe Abu Said, hata Abu Hurairah radhiyallahu anhu alikuwa ametueleza kuhusu muda mfupi ambao unajia katika siku ya Ijumaa. Alikuwa ameenda kumuuliza swali hili, lakini alipomuona kwamba anatengeneza zile fimbo na matawi basi akaanza kueleza habari zake zingine, lakini hapo akarudia kwenye mada yake ile kwamba Abu Hurairah radhiyallahu anhu alikuwa ametuambia kwamba siku ya Ijumaa kuna kuwepo hali au muda mfupi. Je, ujua muda ule ambao ukiupata maombi yako yanapokelewa? Naye akasema kwamba nilikuwa nimemuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu muda ule, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameniambia kwamba nilikuwa nimeambiwa kuhusu muda ule, lakini baadaye kama vile ilichotokea kuhusu Shabe Qadar nikasahulishwa. Hata Abu Salman anasema kwamba mimi nikatoka kutoka pale nikaenda kwa Abdullah bin Salam. Katika riwaya moja ambayo imeelezwa katika Musnad Ahmad bin Hanbal inasema kwamba muda ambao umeelezwa kuhusu siku ya Ijumaa una riwaya nyingi, na kutoka riwaya hizo tunapata kuelewa mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba muda huu unawadia katika siku ya Ijumaa. La pili, unakuja katika sehemu ya mwisho ya siku, na la tatu unakuja baada ya swala ya alasiri. Hivyo ningependa naeleza riwaya hizi hapo. Radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kuhusu siku ya Ijumaa na akasema kwamba upo muda ambao unapatikana katika siku ya Ijumaa, na Muislamu akiupata muda ule akiwa na swali basi kile ambacho atakiomba kutoka Mungu atampatia kitu kile, na akaashiria kwa mkono wake kwamba muda ule utakuwa mfupi mno. Kisha kuna riwaya nyingine ambayo ni ya Sahih Muslim, inaelezwa na Abu Burda bin Abu Ashri ya kwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akaniambia kwamba je, ulikuwa umemuuliza baba yako, ulikuwa umemsikiliza mtume sallallahu akisimulia kwa baba yako hadithi hii kuhusu muda mfupi? Naye akasema kwamba ndio nimesikia, na nilikuwa nimemsikia mtume sallallahu alaihi akisema kwamba muda ule unakuwa mfupi mno. Kisha kuna riwaya nyingine inayosimulia na Abdullah bin Salam, anasema kwamba safari moja wakati ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi, nikamwomba kwamba sisi tuna ukuta muda kuhusu siku ya Ijumaa ndani ya Qur'an tukufu, kwamba mtu akimwomba Mwenyezi Mungu katika muda ule basi Mungu anamtimizia haja yake. Hata Abdullah bin Salam anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia, akiniashiria kwamba muda ule ni mdogo na muda ule ni mfupi. Mimi nikasema kwamba ndio, nikamuuliza kwamba muda ule ni muda gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba muda ule ni kati ya nyakati za mwisho za siku. Nikasema kwamba je, muda ule si muda wa swala? Akasema kwamba ndio, muumini anaposwali na anakaa na anakuwa katika hali ya swala, yani baada ya swala anapomkumbuka Mwenyezi Mungu basi hali ile pia inakuwa hali ya swala. Kisha kuna riwaya nyingine ambayo imeelezwa na Abu Hurairah kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba siku ya Ijumaa muda unawadia
ikiwa muislamu akiupata muda ule katika hali hii kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu kheri, basi Mungu anampatia kheri ile, na muda ule unakuja baada ya alasiri, ni siku ya Ijumaa, lakini sawa ni riwaya ni baada ya alasiri. Kisha kuna riwaya nyingine inasema kwamba Abu Salama akamuuliza kuhusu riwaya hii. Mtume sasa akasema kwamba akhiru saati nahar, yani muda huu unakuwa kati ya nyakati za mwisho za siku. Kuhusiana na hilo, safari moja Muslim radhiyallahu anhu alikuwa ameeleza kwamba Ijumaa na mwezi wa Ramadhan vinafanana katika hali hii kwamba Ijumaa pia ni siku ya kupokelewa kwa maombi na Ramadhan pia ni mwezi wa kupokelewa kwa maombi. Siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba ikiwa mtu akija msikitini na akae kwa kimya na aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumsubiri imamu, na kisha baadaye asikilize hutuba kwa makini na ashiriki kwenye sala ya Ijumaa, basi kwa ajili yake baraka za Mungu zinamteremka. Kisha siku ya Ijumaa muda unawadia ambapo mtu akifanya maombi, basi maombi yake yanapokelewa. Hata Abu radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, alieleza baraka za Ijumaa na akasema kwamba muda unapatikana katika siku hii kwamba muislamu akiupata muda ule ilhali anaswali, basi akiomba chochote kutoka Mwenyezi Mungu, Mungu atampatia, na akaashiria kwa mkono wake kwamba muda mfupi mno. Hadithi hii ni hadithi ya Bukhari ambayo nilikuwa nimeieleza hapo kabla. Sawa na kanuni ya kudra ya Mwenyezi Mungu, utabiri wa hadithi hii unaweza kufanywa kwamba maombi yale yanapokelewa ambayo ni sawa na suna na kanuni ya Mungu, yani maombi yasiyofaa hayatapokelewa. Maombi yatapokelewa yale ambayo ni sawa na suna ya Mtume, yani ni maombi ya halali na ni sawa na kanuni ya Mungu. Lakini ambapo hii ndio neema, lakini pia kazi hii pia ni ngumu. Yani muda wa Ijumaa unaanza kuanzia swala azana ya kwanza na unakuwa baada ya kumaliza swala, na kama tuunganishe nyakati zote hizi na hutuba ya Ijumaa hata kama iwe fupi, hata hivyo muda huu unakuwa nusu saa, na kama hutuba ikiwa ndefu, basi muda huu unaweza kuwa saa moja au saa moja na nusu. Katika saa moja na nusu muda unapatikana, mtu akifanya maombi yake yanapokelewa. Lakini katika dakika hizi 90 mtu anakuwa hajui kwamba je, katika dakika yake ya kwanza maombi yatapokelewa au dakika ya pili au dakika ya tatu. Hata mpaka dakika ya 90 mtu anaendelea kutafakari na hawezi kusema kwamba ni dakika gani ambayo ni dakika ya kupokelewa kwa maombi yake. Yani muda ule ambao maombi yanapokelewa mtu atalazimika kuutata katika dakika 90, na mtu atafaulu katika hilo yule ambaye ataendelea kufanya maombi kwa dakika 90 mfululizo. Na kwa dakika 90 kuendelea katika maombi na kuelekea kwa upande wa Mungu ni kazi ngumu. Huzur amesema kwamba wakati mwingine baadhi ya watu hawawezi kuelekea na mwelekeo wao hata kwa dakika 5 tu. Anasema kwamba nimekuja kwa ajili ya swala na watu wana tabia ya kuangalia huku na nimeona watu kwamba wanaswali sunna, lakini ghafla wanaanza kutizama hapa na pale. Sasa mtu anachukua dakika 2-3 katika sunna, lakini katika hali hii watu wana kuangalia hapa na pale. Sasa angalieni kwamba kuelekea na mwelekeo kwa dakika 2-3 ni mushkil. Sasa ni jambo gumu la kuelekea na mwelekeo wako kwa dakika 90 mfululizo. Yani hapo pale ambapo hali ya muda ule imeelezwa, pia imeelezwa kwamba kazi hii ya kuitafuta hali hii au kutafuta muda huu ni kazi ngumu mno. Yani sio maana kwamba sisi tumefanya maombi katika dakika moja ile imepokelewa, kwa sababu binadamu anakuwa hajui kwamba muda ule utawadia lini. Sasa jambo la msingi ni hili kwamba mtu aendelee kufanya maombi katika muda wote,
na hili ni jambo la msingi kama alivyosema Sayyidina Muslim radhiallahu anhu kwamba kazi hii ni ngumu mno. Ili mtu aweze kupata baraka za Ijumaa anapaswa kufanya juhudi kubwa. Sahaba wa pili ambaye nitamtaja ni Hazrat Abdullah bin Mazun. Hazrat Abdullah bin Mazun alitokana na kabila la Banu Juma, la kabila la Quraysh. Jina la mama yake lilikuwa Khwaila, naye alikuwa ndugu yake Usama bin Mazun na Qudama bin Mazun, na wote walikuwa wajomba wa Abdullah bin Umar, kwani Hazrat Umar radhiyallahu anhu alikuwa amemwoa dada yake. Riwaya moja kutoka Yazid inasema kwamba Abdullah bin Mazun na Qudama bin Mazun walisilimu kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahamia kwenye Dar Arkam. Hata Abdullah bin Mazun na ndugu zake watatu, Hazrat Qudama bin Mazun na Hazrat Usman bin Mazun na Hazrat Saib bin Mazun walihamia Uhabeshi, na walipokaa Uhabeshi wakapata taarifa kwamba Makuraish wamesilimu. Basi watu hao wakarudi nyuma. Hapo nyuma pia nimekushaeleza habari hii kuhusu uhamisho wa Uhabeshi, kwamba Waislamu walipoteswa na zulma zikazidi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu kwamba wahame na kuhamia Uhabeshi, na akasema kwamba mfalme wa Uhabeshi ni mwenye kufanya uadilifu na katika utawala wake zulma haifanyiki. Katika zama zile katika nchi ya Uhabeshi kulikuwa na utawala madhubuti wa Kikristo, na mfalme alikuwa anajulikana kwa jina la Najashi. Kwa vyovyote vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia, basi mwaka wa 5 wa Nabawia katika mwezi wa Rajabu, hao wakahama Maka na kuhamia Uhabeshi. Na walipohamia walikuwa na bahati kwamba walipotoka Maka wakielekea kusafiri upande wa kusini, walipofika maeneo fulani, basi wakapata bahari, wakapata merikebu yenye biashara. Basi wakapanda kwenye merikebu ile na wakafika Uhabeshi. Baada ya kufika Uhabeshi wakapata amani katika nchi ile na wakapata wokovu kutoka zulma ya Makuraish. Lakini kama yalivyoelezwa na baadhi ya wanahistoria na yamekushaelezwa hapo kabla kwamba walirudi baada ya kusikia taarifa kwamba Makuraish wamesilimu. Wahamiaji walikuwa wamefika Uhabeshi, wakasikia uvumi kwamba Makuraish wamesilimu na amani imepatikana katika mji wa Maka. Sasa wengi wao bila kutafakari wakarudi. Walipofika karibu ya mji wa Maka wakapata kujua kwamba habari ile ilikuwa sio sahihi, na ilikuwa njama iliyofanywa na makafiri ili wahamiaji hao warudi kutoka Uhabeshi. Basi watu hao wakarudi na walikuwa hawana njia yoyote nyingine. Wengine wakarudi nyuma na wengine wakaomba msaada kutoka baadhi ya wakuu, lakini msaada ule haukuendelea kwa muda mrefu, na zulma za Makuraish zikaendelea kuzidi na Waislamu wakakosa amani katika mji wa Maka. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba mufanye hijra, yani muhame tena. Kisha Waislamu wengine pamoja na hao siri wakaanza kufanya maandalizi ya kuhama na wakaanza kutoka Maka. Mwishowe kazi hii ya kuhama iliendelea na ikaanza polepole, na idadi ya wahamiaji hao waliofika Uhabeshi ilifikia 100 na kitu. Na kwa hiyo uhamisho huu ulitokea mara ya pili katika nchi ya Uhabeshi. Abdullah bin Mazun alikuwa amerudi
katika msafara ule wa kwanza na alirudi tena au la, hiyo haijulikani, au akahama na kuhamia Madina. Hata Abdullah bin Mazun alipohamia Madina, yani yeye akahamia Madina, yeye alipofika Madina, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha udugu kati yake yeye na kati ya Sahal bin Ubaid. Sawa na riwaya moja, Abdullah bin Mazun Mtume aliunganisha udugu wake pamoja na Kutba. Abdullah bin Mazun kati ya ndugu zake watatu, ni pamoja na ndugu zake watatu alishiriki katika vita Badr. Abdullah bin Mazun radhiyallahu anhu pamoja na kushiriki katika vita vya Badr alishiriki katika vita vya Uhud na vita vya Khandaq na vita vingine pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mazun katika mwaka wa 30 wa Hijria akiwa na umri wa miaka 60 akafariki dunia. Mwenyezi Mungu azinyanyue daraja za maswahaba hao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.